Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Kumekuwa na video ambazo zimesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii zikimuonesha mwanachuo mmoja akionewa na wanachuo wenzake, na chanzo kikubwa cha huo ugomvi basi unaambiwa ni Mwijaku. Hao wadada ambao walikuwa wakimuonea mwenzao na kumpiga walikuwa wanadai kwamba huyo mwenzao bana ameiba namba za simu za mpenzi wa mmoja kati ya wale ambao walikuwa wakimuonea na kwenda kukutana na mpenzi wake kwa siri huko hotelini. Na mpenzi huyo ni nani? Mpenzi huyo unaambiwa ni mwanakaka Mwijaku. Mwijaku amekuwa ni mtu ambaye anaongea sana kwenye mitandao ya kijamii na anazungumzia kuhusiana na mapenzi sana kwa sababu ukiangalia ndoa yake imedumu kwa muda mrefu sana, lakini pia namna ambavyo wanaonekana wanapendana na mke wake, hakuna mtu ambaye angemfikiria Mwijaku kama angeweza kufanya kitendo cha namna hii. Sasa baada ya hizo video kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi sana wameonekana kuhuzunishwa na hicho kitendo, na wengine ni kudai kwamba ni udhalilishaji. Na ukiangalia mwanamke ambaye anafanyiwa hicho kitendo alikuwa anatia huruma sana, namna ambavyo walikuwa wakimfanyia, wamemchoma na maji ya moto, wamemkata nywele zake, wamemfanyia vitendo vya udhalilishaji ambavyo kwa kibinadamu basi tunaweza kusema hao wadada ni wanyama sana. Ukiangalia hata walidiriki mpaka kumchoma na maji ya moto na huku mwanamke mwenzao akiwa analalamika, nisameheni, niacheni, lakini wao walikuwa bado wanaendelea. Ni kitu gani kikubwa ambacho Mwijaku amempatia huyu mrembo mwanachuo Yudizim mpaka kufikia hatua ya mrembo huyo kupambania penzi hilo kwa kiasi kikubwa sana? Sasa watu wengi wenye majina makubwa, lakini pia watu viongozi mbalimbali wamejitokeza kwa ajili tu ya kupinga ukatili huu, lakini pia kuhitaji sheria zifate mkondo wake, kwa sababu ukiangalia hichi kitendo ni cha kizalilishaji sana. Kwa wale wote ambao wamehusika kumfanyia huyu mtoto wa kike basi wapate adhabu. Na siku leo msanii Diamond Platnumz amejirekodi video na akaiposti kwenye ukurasa wake wa Snapchat na kuongelea kuhusiana na hili swala ambalo limekuwa likitrend sana kwenye mitandao ya kijamii, likimuonesha huyu mrembo Mary, anaitwa Mary, huyu dada ambaye amefanyiwa ukatili huu ni kwa namna gani amedhalilika. Lakini pia watu wengine wakadai, ukiwaangalia wazazi wake kama wameziona hizo video basi wanajisikiaje huko walipo, kwa sababu wanachuo wanalipiwa ada. Kuna baadhi ambao wanatumia mabomu kulipia ada, lakini pia kuna wengine kama diploma hawalipiwi ada, na hatujajua kuhusiana na huyu Mary, yeye yupo degree au diploma au certificate, bado hatujafahamu. Lakini ukiangalia kwa upande wa wazazi wake basi hakuna mzazi ambaye anapenda mtoto wake amwaibishe au amdhalilishe kwenye mitandao ya kijamii. Na mheshimiwa wetu Gwajima yeye binafsi ameamua kulivalia njuga hili swala na akaamua kutoa muongozo wote kuhusiana na hatua kali za kisheria ambazo zitakwenda kufatwa kwa kila mmoja ambaye amehusika kwa namna moja ama nyingine kumdhalilisha huyo binti. Gwajima ameandika, pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote, nimesikitishwa sana kutumiwa video zilizosambaa online zikionyesha tukio la mabinti wanachuo wa chuo kikuu kimojawapo nchini wakimdhalilisha binti mwenzao mwanafunzi wa chuo kikuu kingine, kisa ugomvi ambao wangeweza kuumaliza kwa njia ingine ya heri na sio ya shari ile. Inasikitisha sana kuona mabinti wasomi ambao wangetakiwa kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana, kudhalilishana na kujidhalilisha wao kwa wao. Udhalilishaji waliofanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani ni kinyume na sheria zote, na pia sio utu wala sio haiba ya mwanamke wa dunia ya sasa kwamba akipishana jambo na mwanamke mwenzie au mtu yoyote basi amfanyie udhalilishaji, kwani huko ni kujidhalilisha yeye mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. Hatua ya kwanza, Gwajima akadai, nimewasiliana na manusura ambapo atapata huduma ya ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia na msaada wa kisheria ili haki itendeke. Hatua ya pili, nitawasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatua za nidhamu
zichukuliwe kupitia sheria na miongozo ya vyuo husika dhidi ya waliofanya udhalilishaji huu. Baadaye akaandika wito, tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto, huku sisi wenyewe tukijitenga na hatua za kukatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Lakini pia akamtagi mwanadada Mange Kimambi, dada wa taifa, na kumshukuru, asante kwa ushirikiano. Nimepata huyu binti na utaratibu unaendelea ili apate haki yake. Unaweza kuona Mheshimiwa Gwajima alimpatia kazi Mange Kimambi kwa ajili tu ya kutafuta namba za huyu msichana ambaye amefanyiwa ukatili na udhalilishaji na wanafunzi wenzake, ili mradi tu waweze kumsaidia kisaikolojia, kwa sababu unaweza kuona hicho kitendo ambacho amefanyiwa kwa mtu mwingine akifikiria dunia nzima, au tunaweza kusema Tanzania nzima wamemuona namna ambavyo alikuwa uchi, lakini pia udhalilishaji ambao amefanyiwa anaweza akajisikia vibaya. Saa nyingine au muda mwingine mtu anaweza kufikiria kujiua ili mradi tu aweze kuficha aibu yake, na ndio maana Gwajima akahitaji awasiliane naye ili mradi apate huduma ya kisaikolojia, yani msaada wa kisaikolojia, na maanisha apate mwanasaikolojia ambaye ataweza kumrudisha katika hali yake ya kawaida. Atakuwa ni mtu ambaye mwenye msongo wa mawazo sana, akikumbuka hili tukio basi hatoweza kulisahau. Lakini hatua kali za kisheria zinakwenda kuchukuliwa kwa wale wote ambao wamemfanyia huyu binti hichi kitendo cha kinyama. Lakini pia msanii Diamond Platnumz ameonekana kukasirishwa na hawa mabinti ambao wamemfanyia mwenzao kitendo kama hichi cha kinyama. Lakini pia ukiangalia Diamond Platnumz ameahidi kumsaidia huyo binti mpaka apate haki yake kwa gharama yoyote, lakini pia kwa namna yoyote ile. Msanii Diamond Platnumz ameiomba sana serikali yake iweze kuingilia kati ili swala, ili mradi tu kuweza kutokomeza ule udhalilishaji ambao umekuwa ukifanywa mara kwa mara na baadhi ya watu ambao wamekuwa wakijiona wako juu ya sheria. Kwa sababu ukiangalia ile video kwa umakini, yule binti aliomba sana ile video isirushwe, lakini wakaahidi kuwarushia viongozi wao wa darasa ili mradi tu viongozi wa darasa waposti katika magrupu na hiyo video iweze kwenda mbali zaidi. Na kama ambavyo tunafahamu wanachuo ni wengi sana, sasa video ikishapostiwa katika grupu la chuo ni lazima tu itapostiwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia wale wote ambao wamehusika kuanzia hao masiara, yani viongozi wa darasa, lakini pia wale wote ambao pia wameposti kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali, lazima na wao wachukuliwe hatua za kisheria, kwa sababu pia wameshiriki kufanya huu udhalilishaji ambao wamemfanyia huyu binti Mary. Kwa sasa hivi sidhani kama atakuwa na hali nzuri. Tunaomba sana serikali iweze kumsaidia kwa kipindi hichi kigumu ambacho mwanachuo huyu anapitia. Masuala ya mwanachuo kuchukuliana wanaume yamekuwa ni masuala ya kawaida sana, kwa sababu tunafahamu maisha ya chuo muda mwingine yanakuwa ni magumu na mabinti wanashindwa wafanye nini. Basi kitu ambacho wanakifanya ni kuangalia mwanaume gani ambaye ana nafuu katika maisha yake, ili mradi tu aweze kusogeza gurudumu la maisha. Sasa Mwijaku ana maisha gani ya kuweza kusababisha wanachuo wagombane kiasi hichi? Ni aibu kubwa kiasi gani unaweza kuona Mwijaku ameipata, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anaongelea vibaya wasanii kwenye mitandao ya kijamii na kudai kuwa wasanii wamekuwa hawatulii katika mahusiano yao, na ndio maana wameshindwa kabisa kuoa. Na yeye anaisifia sana ndoa yake na anamsifia sana mke wake kuwa wametoka mbali na wanafanya mambo mengi sana makubwa. Sasa Mwijaku kwa sasa hivi sijui ataficha wapi sura yake kwa hii taarifa ambayo imeleta gumzo kiasi hichi kwenye mitandao ya kijamii. Wewe kama shabiki na lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbushe ambaye bado hujasubscribe chini ya video hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye mpaka wakati mwingine, amwao, chao.